Karibu sana, hii ni Perfect Bongo TV. Leo bwana, tumepata bahati ya kukutana na ndugu yetu hapa Boss Kalewa, moja kati ya watu maarufu, wafanyabiashara maarufu pande za Tabata, na yuko hapa kwa ajili ya kutuelezea vitu ambavyo maisha yake pia, lakini pia hata baadhi ya vitu ambavyo vinatokea huko katika mitandao ya kijamii, hasa kuhusiana na masuala mazima ya kiimani. Bwana mzee, habari yako? Habari yangu iko salama tu. Sijui wewe. Safi kabisa, naona uko poa kabisa. Mimi niko poa kabisa. Niko poa kabisa. Kupitia mitandao ya kijamii tumekuwa tukikuona sasa hivi, kuna namna ambavyo unamtumikia Mungu. Kuna namna ambavyo umekuwa ukizungumza ama ukifanya kazi ya Mungu, kwa namna ambavyo umekuwa ukijitoa kwa sasa hivi, siku za hivi karibuni. Kwanza kabisa, kwa watazamaji ambao hawakufahamu ama hawafahamu Boss Kalewa ni nani, ningependa kujua kwamba kitu gani hasa kilikuchagiza wewe kuweza kujiweka karibu na Mungu sasa hivi? Kitu kilichofanya mimi niwe karibu na Mungu, kwanza ni Mungu mwenyewe, pili walimwengu. Hiyo ndio mimi niwe karibu na Mungu. Naona ni mapenzi ya Mungu mwenyewe ndo kaleta, kanipa ule moyo wa kumkumbuka na kumpenda pale ninapokuwa kwenye shida, kwenye majaribu. Ndio maana nikagundua, kwa sababu Mungu ni muumbaji. Mungu aliumba kila kitu. Kwa hakuna mtu mwingine anataka kutukuzwa ambaye inabidi tumtukuze zaidi ya Mungu. Ndio maana nikaangalia kimbio langu lilikuwa baada ya kupata majaribu mazito, nikarudi kwa Mungu. Lakini namshukuru Mungu, pamoja na yale majaribu mazito niliwapitia, nikakaa sawa. Nimekaa sawa, mshukuru Mungu. Sawa sawa. Na kuuliza katika upande mzima wa kiimani, kwa sababu nimekuwa nikiona kwa sasa hivi unakuwa unajikita sana upande huo, ndio maana nitabezi sana maswali yangu mengi yatabezi katika upande huo sana sana wa kiimani. Tukipata nafasi siku nyingine tutazungumza kuhusiana na maisha yako binafsi na biashara zako. Nimeona kupitia mitandao ya kijamii Profeti Mtume IPM ambapo amewataka Watanzania na waumini wa kanisa lake ambapo amewataka siku ya Pasaka waweze kuchinja, yani kutoa kafara. Amewaagiza mbuzi nini, siku ya Pasaka uwe mkesha kwa ajili ya kuchinja, na amesema kwamba Pasaka sio siku ambayo Yesu Pasaka ni anazaliwa na kufufuka. Sio siku ya kufufuka kwa Yesu, ila ni siku ya kuchinja. Kwanza, Pasaka kwa imani ya Kikristo, Pasaka ni siku gani? Na je, swala la kuchinja katika siku ya Pasaka liko sahihi ama liko kwa namna gani? Je, ni Mungu kweli ametuagiza tuchinje katika siku za Pasaka ama imekaa vipi? Kwanza nipende kusema kwamba IPM wanakosea sana. Unajua wachungaji wetu wa siku hizi wapo wanamtumikia shetani bila kujijua. Unaona, wao wakiamini wako sawa kwa sababu wanaangalia sana mafanikio. Sisi binadamu katika dunia hakuna aliyempokea Yesu asipitie mateso au majaribu. Sasa yule kitu anachokifanya yule, yani anachinja, yani uchinje tu ufanikiwe, ni kitu ambacho hakipo. Umeona? Na hiyo swala kuchinja, Yesu alivyokuja ndo aliitoa hiyo swala kuchinja, akaitoa. Ndio maana akasema niaminie na kuyatenda mambo mema ataungana na mimi. Umeona? Na maana wewe mfano labda anakuja mtu mfano kafanya madhambi yake huko, inabidi atumikie yale maovu yale, yanakuwa ni kigezo cha shetani cha yeye kumpitisha kwenye moto. Umeona? Kwa sababu shetani hawezi kukuhukumu bila kupitia dhambi. Umeona? Lazima akupitishe kwenye moto kutokana na dhambi zako ulizozifanya. Na Mungu ashatuambia ukijiambia una dhambi wewe ni muongo. Sasa hiyo IPM anachokifanya, anapinga amri za Mungu. Umeona? Yaani anapinga kuja kwa Yesu. Kwa sababu masuala ya kuchinja yalikuwa ni agano la kale. Mungu akasema hii inatosha, kila mtu inabidi achinje
ndo asamewe dhambi, mtu achinje afanikiwe, ndo akasema nitamtuma mwanangu. Ndio maana toka kwenye kitabu toka Agano la Kale kuna vitabu viliongea toka Isaya mpaka Malaki, vitabu vyote vile vilikuwa vinaongelea ujio wa Yesu ni kama Bwana na Mwokozi wetu. Umeona? Kwa alipokuja Yesu, ndio maana yeye yale mateso yake yale yametukomboa sisi. Umeona? Kupigwa kwake, msalaba wake, umeona? Umetukomboa sisi hapa. Lakini sasa binadamu wanachokifanya wanamfanya kama Yesu hakuja bure. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanapita shortcut. Kumtumia Yesu ni kazi rahisi sana. Umeona? Yaani kumtumia Yesu ni lazima ukae kwenye misingi, maisha matakatifu. Umeelewa? Ukishakaa katika maisha matakatifu na kumwamini Yesu kwamba ni mkombozi wako, wewe hauna haja ya kuchinja tena. Umeelewa? Huwezi ukachinja tena kwa sababu tayari Yesu anakuwa yupo tayari ndani yako. Kwa kila kitu unakuwa unaamrisha, hata malaika unawaamrisha. Bwana, sababu Yesu yuko ndani yako. Na maana damu yake iliyomwagika msalabani ile inakuja kutumika kwako badala ya wanyama. Umeelewa? Kwa maana mtu anayechinja ina maana yeye amemkataa Yesu. Kwa mimi nikasema IPM amemkataa Yesu kabisa. Tena kwa 100%. Umeona? Na maana Yesu alikuja duniani, alikuja bure, kufa kwake bure, damu yake bure. Umeona? Sema anachowapoteza watu, anawafanya watu wasiishi maisha ya haki, maisha matakatifu ambayo yatafanya Yesu awasaidie wanadamu. Yeye anasema tu kuchinja. Kuchinja kwa unafanikiwa kwa sababu kuna miungu, sababu Mungu mwenyewe anasema mimi ni Bwana mwenye wivu. Usiabudu miungu wengine. Kwa kuna miungu wengi. Umeona? Na maana anapochinja pale kuna miungu ndio ile mizimu. Umeona? Ile damu ndio inachukua ile mizimu inaenda kusaidia. Umeona? Kwa sababu damu ya Yesu ni takatifu. Damu ya Yesu ni safi. Kwa hiyo inataka usafi kwa kuanzia maisha yako, mipango yako ikiwa misafi, damu ya Yesu inafanya kazi. Umeona? Sasa wewe mfano mtu labda alishatendaga madhambi huko, alishaua huko, au mizimu ya kwao inamtesa, inafanya nini, afa anaenda tu anachinja, anafanikiwa. Hiyo haiwezekani. Kumbe katika ili swala la kuchinja alipo katika Ukristo, yani alipo. Kama Biblia hiyo, mimi na imani yule Biblia hajaisoma. Yule kaingia kwa sababu ya tamaa tu za pesa. Kwa hiyo anajua wanadamu wengi hawataki vitu vigumu. Wanataka ibada zile laini tu. Fanya hivi kafanikiwe, fanya hivi kafanikiwe. Ndio maana wanamsikiliza. Umeelewa? Kwa sababu wanataka vitu laini, lakini wangekuwa wanajua Mungu ana kanuni zake, ana sheria zake. Lazima ujue Biblia kwanza. Kwanza wale angewafundisha Biblia vizuri. Wajue Biblia inataka nini? Yesu anataka nini? Mafanikio anataka nini? Umeona? Na kupita kwenye majaribu, ukipita kwenye hali ngumu, sio kusema ndio Mungu akuacha. Mungu hajakuacha, ila anakuandaa, anakufutia. Wewe angalia, kuna manabii walikuwa watendi dhambi. Umeona? Walikuwa watakatifu lakini bado walipita kwenye magumu. Kuna kama wale wanafunzi wa Yesu wale, kila mtu alikufa kifo chake kibaya, kasoro Yohana tu. Umeona? Ndio alikufa na uzee wake. Lakini wale wengine wametundikwa kama Yesu, wengine wamechomwa huko, wamekatwa kichwa na Herode. Yaani yote kuonyesha kwamba imani na kuonyesha kwamba wale wanafanya vile kwa sababu ya kuchukua dhambi zetu sisi. Unaelewa? Kwa sisi hapa tusitake tu kuishi kirahisi. Umeona? Na kwenye kuishi maisha matakatifu, pale unakuwa unampiga vita shetani. Umeona? Kwa hiyo unapopitia hali ngumu, usilaumu. Ndio Mungu anasema shukuruni kwa kila jambo. Na yeye Mungu alisema nimeruhusu mjaribiwe. Lakini nakwambia hakuna jaribu lisiokuwa na mlango wa kutokea. Kwa sababu unapojaribiwa, shetani nendo na Mungu wanakaa kikao. Umeelewa? Bwana yule mjaribu. Shetani kama alivyomwambia Ayubu, Bwana alimwambia Ayubu anakupenda kwa sababu umembariki sana. Umeona? Kwa sababu umembariki, umempa utajiri. Nipe mimi nimtoe huo utajiri. Afu tuone kama ataendelea kukupenda yule.
Mungu akasema sawa, akampa ruksa. Maana Mungu akatoa ile nguvu yake pap. Ndivyo majaribu yanapokuwa. Mungu anatoa nguvu yake pap, anamwachia shetani ashughulike na hayo. Sababu Mungu ni mtakatifu. Mungu hawezi kuhusika eti kumtesa mtu. Yeye anatoa nguvu yake pap, lakini shetani kanyimwa ile nguvu ya kuua mtu, kuchukua roho ya mtu. Hiyo hana. Na kuna vigezo vyake vya kuchukua roho yako wewe. Umeona? Na ile baada ya Yesu ile kufa akaenda kunyang'anya zile funguo kuzimu. Ndio hiyo Pasaka sasa hiyo. Alivyorudi ndio kodi na zile funguo. Yaani zamani ilikuwa shetani ana haki kufanya lolote ile analojisikia yeye. Umeelewa? Lakini Mungu akaona haya mateso, ndio sana mtoa mwanangu wa pekee ambaye ni Yesu. Ili yale mateso yasiwepo tena. Kwa hiyo mtu akiishi maisha matakatifu tu yupo na Yesu. Sio kuishi tu matakatifu, kumpokea na kumwamini. Unaweza kuishi maisha matakatifu lakini hujamwamini Yesu. Kama hujamwamini Yesu, shetani anakutumia umkiri Yesu. Ndio maana anasema kwa jina langu mtatoa mapepo, mtafanya hivi, na nimewapa ruksa kubadilisha maji kuwa damu ya Yesu, itawaponya. Kwa sasa yeye IPM anachokifanya yeye, yani ni anamkufuru Mungu, yani anapingana uumbaji wa Mungu. Ni kitu ambacho kinaumiza sana, afu anatangaza kabisa sikukuu ya kuchinja kweli. Lakini mimi simpingi kwa sababu jamaa anasema alikuwa Muislamu. Mbona hiyo wenzetu wa upande wa pili wale ni wabishi sana. Yaani ni wabishi sana upande wa pili. Kuna sikukuu ya kuchinja huko. Labda analeta tamaduni za dini ya Kiislamu katika Ukristo. Ukristo. Kwa sababu amegundua Kristo wengi mang'ombe. Kwa nini asifanye mambo kwenye dini yake huko mwanzo na asingebadilisha? Na anajua kwenye dini yetu sisi hakuna kitu cha kuchinja. Kwa nini atuletee hizo tamaduni zake, atuletee sisi huko? Na maana katujua sisi Wakristo sisi mang'ombe. Umeona? Tunataka na watu wanamsikiza, watu wanaenda kanisani wanamsikiza kwa sababu wanawaza kufanikiwa tu, hawamwazi Mungu. Na watu wameambiwa wanuie vitu vyao vyote, maisha nini, kazi na nini, mafanikio. Wameambiwa kufa maskini sio kitu kizuri. Kwa hivyo watu wengi wamejipanga nini, mbuzi wapo wa kutosha pale. Tumeona katika baadhi ya clip kwamba kuelekea siku ya mkesha wa Pasaka watu wanachinja, yani damu zinamwagika pale za mbuzi. Sasa anasema kufa maskini sio kitu kizuri. Kwani Yesu alikufa na hela? Yesu amekufa maskini. Umeona? Utajiri ni kanuni. Umeona? Utajiri ni kanuni. Na hizo kanuni lazima zitoke kwenye Biblia. Umeona? Sisi tunaoamini Biblia wa Kristo. Kanuni ziko kwenye Biblia. Sasa hiyo kanuni yake ya kuchinja ameitoa wapi? Ndio shida inakuja hapo, hiyo kanuni yake ameitoa wapi? Amesema Pasaka ni siku ya kuchinja. Sasa yeye kasema sasa siku yetu haipo hiyo, ilikuwa zamani kabla ya Yesu kuja. Walikuwa wanachinja, ndio baadaye Mungu Yesu akasema watu waandae kondoo sio na nini, kumbe yeye ndo siku yake ya kifo chake. Kwa baada ya kufa ndo kafufuka kwa ajili kaenda kunyang'anya zile funguo, atuchinji tena. Yeye hizo habari anazitoa wapi za kuchinja? Kwa hiyo yeye sasa na waumini wake ambao wanaelekea kuchinja katika hiyo siku, kuna kitu gani wanaenda kukifanya labda nyuma? Yaani pale kifupi niongee tu kweli, mafanikio watayapata. Umeona? Kwa sababu si kuna miungu wengi. Yaani kuna miungu wengi, mafanikio watapata, lakini njia yao ni moja, ziwa la moto. Yaani wasitegemee kwamba wataenda mbinguni. Hata mwenyewe leo kuna kanuni ukizifuata tu, ukichinja ufanya nini unafanikiwa. Japo sasa wanadamu hawamwangalii Mungu, wanaangalia mafanikio tu. Na Mungu na pesa ni vitu tofauti. Yaani Mungu na pesa, au pesa hii dunia Mungu alimkabidhi shetani mafanikio. Shetani alichukua haki yetu sisi ya kumiliki pale kwa Adamu pale. Ile siku ya kwanza ndio alichukua. Kwa sisi inabidi tuchukue kwa nguvu. Na nguvu zenyewe mpaka uwe na Yesu. Unaona, ukitamka kitu katika jina la Yesu, naamuru malaika nipate kodi, naamuru malaika. Yaani kisa unavyoongea hivyo, hakikisha una Yesu kweli. Na Yesu kweli aje kwako kama wewe mchafu, ufuati maagizo yake. Sasa wale wanaoenda kule wanataka tu kufanikiwa, wale hawataki kufuata maagizo ya Mungu. Hawataki kufuata njia za Mungu. Hawataki kutafuta utakatifu.